أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na mnamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa uwezo wake amenikutanisha na nyinyi vijana wetu mliopo katika kambi hii ya mafunzo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena baada ya salati al-asr. Viongozi wenu wamekuwa wakinialika mara kwa mara nifike tangia mlivyokuwa mmekuja hapa, lakini sababu ambazo zilikuwa ziko nje ya uwezo wangu, safari na shughuli nyingine za kitaasisi na kidawa, zimenifanya nishindwe kufika. Hatimaye nikaona leo nijumuike na nyinyi pamoja na kuwa ni katika siku za mwisho ili tuweze kubadilishana mawazo. Sawa, Sisemi kama nimekuja kutoa muhadhara hapa, lecture, si darsa, si nini. Yani nataka nisikie kutoka kwenu mengi. Kama kuna maswali ya kuuliza mtauliza, na mjisikie mko free, sioneone aibu. Sawa, kwa sababu mimi nafurahi ninapopata watu wanapozungumza mawazo yao na fikra zao, hususan vijana kama nyinyi, kwa sababu lengo kubwa ni kujaribu kupandikiza zile fikra ambazo sisi tunazo kwenu nyinyi na kuzijadili kwa pamoja, ambazo zinahusiana na umma wetu wa Kiislamu. Lakini nitangulize machache katika kuzungumza. Sawa, nimekutana na nyinyi kama vijana, alhamdulillah. Na mimi binafsi huwa napenda sana kukutana na vijana kwa sababu nyingi, lakini sababu kubwa kwanza ni kwa sababu wana umri mrefu uko mbele. Kutana na wazee ukazungumza nao, lakini unakaa na mzee wa miaka 70, miaka 80, sawa. Sana ukizungumza naye pale unataka uzungumze naye tu husnul khatima, mwisho mwema utakuwaje, yani kwa sababu amekaribia kufika. Tuseme kwamba kifo kinawafuata wazee tu, lakini kwa kawaida inakuwa hivyo. Lakini unapozungumza na vijana unazungumza kitu strategy, yani kitu ambacho kinaweza kikaendelea miaka 25, 30 mpaka 40. Na inawezekana kile ambacho unakizungumza kikafanywa kazi katika miaka yote hiyo. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, vijana wamesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hii stage ya vijana imesifiwa kwamba ni marhala ya quwwa. Sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kutokana na udhaifu, kisha baada ya udhaifu ikaja kipindi cha nguvu, kisha baada ya nguvu ukaja udhaifu na uzee. Kwa hiyo vipindi viwili vimesifiwa vya udhaifu, cha mtoto mdogo ambaye anategemea kila kitu kutoka kwa wazazi wake, na mtu mzima aliozeeka sana ambaye anategemea vijana wake na ndugu zake ndio wamsaidie kumnyanyua, kumtembeza, haoni, hasikii vizuri. Lakini kipindi kilichosifiwa na quwwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kipindi cha ujana. Na ujana katika Uislamu ni kuanzia mtu anapokuwa amebaligh pale na binti amevunja ungo pale, anahesabika kwamba yeye ni kijana, mpaka takriban miaka 40. Yote katika Uislamu inahesabika kwamba huyu bado ni kijana. Kwa hiyo nyinyi mpo katika stage hiyo ya ujana. Ni stage ambayo ina nguvu katika fikra zenu. Kama mlivyokuwa mna nguvu physically, sawa, lakini mna nguvu vile vile katika fikra zenu, uwezo wenu wa kuelewa mambo na kuchakata mambo na kuclaim na kuyafanyia kazi yale mambo. Sasa hii ni sababu nyingine ambayo nimeona ni muhimu kuzungumza na nyinyi vijana. Napenda kuzungumza na vijana kwa sababu hiyo, kwa sababu na uhakika zile fikra zitadumu. Kwa sababu zinaingia katika akili ambazo zina rutuba na zitafanyiwa kazi. Sasa ndugu zangu vijana, niseme tu kwamba hii dini ya Kiislamu ambayo mimi na wewe leo tunajifaharisha nayo, tunajinasibisha nayo, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hiyo ambayo ni neema kubwa kuliko neema yoyote nyingine ambayo hatujawahi kuipata. Siku zote fikiria hivyo. Siku zote weka mbele ya macho yako, fikra zako, kwamba neema kubwa kuliko yoyote ambayo Mwenyezi Mungu amenineemesha sio ya kuwa mimi kijana wa kiume, sio ya kuwa mimi kijana wa kike, sijui mimi kuzaliwa na wazazi fulani, sijui kuwa na rangi fulani. La, neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha ni sisi kuwa Waislamu. Ni wangapi ambao wana akili kuliko sisi kwa maana ya IQ, lakini wanaabudu ng'ombe? Tumeelewana?
Unaweza kumkuta mtu ni mkurugenzi wa taasisi kubwa kama ya Google mathala, mtaalamu katika masuala ya software engineering, lakini anaabudu sanamu. Yani ni mtu ana IQ kubwa, uwezo mkubwa wa kufikiri na ubunifu, ndio tukamwita ni genius katika masuala ya kitaalamu, lakini Mungu hajampa hidayah. Anaabudu sanamu, anaabudu ng'ombe, haelewi chochote, amfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi na wewe Allah ametufanya tumekuwa Waislamu bila juhudi, inawezekana kutoka katika nafsi zetu. Tumezaliwa tumejikuta Waislamu. Hiyo peke yake ni neema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuchagua katika hidayah, ambayo kila siku unatakiwa umshukuru Mwenyezi Mungu, na huwezi kukamilisha shukrani ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanya wewe ni Muislamu. Sababu sio ujanja wako. Kwa neema ya kwanza kabisa ni neema ya sisi kuwa ni Waislamu. Tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hiyo. Kwa neema ya Uislamu ni neema ambayo mimi na wewe tumeipata kupitia katika juhudi za watu, kupitia katika sacrifice za watu. Watu wamesacrifice nafsi zao na mali zao, na walio sacrifice mpaka Uislamu ukatufikia sisi walikuwa ni vijana kuliko nyinyi, inawezekana ni wadogo kuliko nyinyi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makka alivyokalifishwa na Mwenyezi Mungu na kupewa utume na kuambiwa aanze kutangaza dawa, na akaanza kutangaza dawa, watu wa mwanzo kumwamini walikuwa vijana kama nyinyi. Mtu wa mwanzo alikuwa Saidina Abubakar, ndio alikuwa mkubwa kidogo, takriban miaka 36 kama sikosei, lakini wengine wote walikuwa wadogo. Ali ibn Abi Talib alikuwa ana miaka 9 kama sikosei, naye ana miaka 9 umndani, mtoto mdogo yani. Watu kama kina Arqam ibn al-Arqam alikuwa na miaka 12. Mtu kama Umar ibn al-Khattab alikuwa na miaka 26. Kwa hiyo kundi la vijana wote wale walikuwa katika miaka hiyo 15, 16, 17, 18, 20, ndio kundi la vijana waliomkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisikia masahaba wa mwanzo walikuwa ni hao, umri wao ulikuwa ni huo. Kati Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa na miaka 40, hapo bado ni kijana, na waliomkubali wote walikuwa ni vijana. Sasa hii inaonyesha kwamba dini hii ya Kiislamu inasimamishwa na vijana, na vijana ndio wana responsibility ya mwanzo ya kuhakikisha kwamba wanasimamisha Uislamu. Watawezaje kusimamisha Uislamu? Ni pale vijana wanavyojitambua kwamba kwanza wao ni Waislamu kabla ya kuwa kitu chochote. Kwanza wao ni Waislamu, kajitambua hicho kitu. Na vijana wa mwanzo waliojitambua kwamba wao ni Waislamu walijua kwamba wana nafasi ya kuchangia katika Uislamu, sababu Uislamu umeanza ukiwa dhaifu. Nani amemsikia sahaba anaitwa Arqam ibn al-Arqam? Nani kamsikia? Wewe. Sifa yake anasifika na nini? Mashaallah. Madrasa ya kwanza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Waislamu wanateswa katika mji wa Makka, hawajui watasomea wapi, watakutana wapi, watafanya nini. Kaaba hawawezi, Kaaba imejaa masanamu na mushrikina na makureishi. Kwa hiyo dawa ya kwanza ikaanza dawa ya kufundishana kwa njia ya siri. Kijana huyu Musa Arqam ibn al-Arqam miaka 12, 13. Fikiria, just imagine. Amekuwa Muislamu, anamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia ya Rasulullah, nyumbani kwetu kuna sebule kubwa kidogo. Nyumba zamani zilikuwa ndogo ndogo, zimetengenezwa kwa miti ya vigogo vya minazi, kama nyumba za vijijini za tembe zile. Nyumbani kwetu kuna sebule kubwa kidogo. Unaonaje tungekuwa tunakutania pale, halafu wewe unatueleza mambo ambayo aya zilizoteremka, ukatufundisha dini yetu na tauhidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali. Kwa madrasa ya kwanza ambayo maswahaba wote katika mji wa Makka walisoma ilikuwa ni madrasa ya Arqam ibn al-Arqam, yani Arqam mtoto wa Arqam. Huyu alikuwa na miaka 13, 14, 12, yani hazidi 15. Alitambua kwamba yeye ni kijana wa Kiislamu, na akaona haitoshi tu mimi kuwa Muislamu, naitwa Arqam, naitwa Ali, naitwa Juma, na swali, sio nafanya nini.
I have to do something. Ni lazima nisaidie dini yangu. Ni lazima nije na initiative na kitu ambacho mimi nitatoa mchango. Na mchango wangu ni nini? Nyumba yetu iko ina sebule kubwa. Ikawa ndo sehemu ya mwanzo ambayo maswahaba wengi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walisilimu katika nyumba ile. Ukisikia kisa cha Umar alivyosilimu, alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyumba ya Arqam. Akakuta wanasoma, wakaogopa Umar anakuja. Umar, kama umekuja na khairi njoo na khairi, kama umekuja na shari rudi zako. Sasa mimi nimekuja na khairi, nimekuja kusilimu ndani ya nyumba ya Arqam. Maswahaba wote waliosilimu katika mji wa Makka walikuwa wanakuja kusilimia katika ile nyumba ya Arqam ibn al-Arqam. Fikiria ni fadhila ngapi kijana huyu wa miaka 13, 14 anazipata mpaka leo kwa kuwa yeye ni sababu ya kuanza mbegu za mwanzo za Uislamu. Huyu ni kijana mmoja, ni mfano wa kijana mmoja tu. Lakini iko mifano mengi ya vijana wa Kiislamu. Mfano mwingine, mfano wa Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ni lazima vijana wote mumfahamu. Na mkija kuoa mkapata watoto, waiteni watoto wenu Mus'ab. Sawa? Mus'ab. Kuhuisha zile ani za Kiislamu. Ni kijana ambaye fadhila zake hatuwezi kuzilipa. Uislamu kusambaa na kuwa kuna dola ya kwanza ya Kiislamu ilikuwa ni sababu ya kijana huyu. Alikuwa na umri wa miaka 17, 18. Na miaka 17 hapa. Mashaallah. Mashaallah. Nyinyi ina Mus'ab sasa hivi. Sawa Mus'ab wetu nyinyi. Sasa tutajua baadaye mtafanya nini, lakini miaka hiyo very handsome. Umeelewana Very handsome. Mama yake milionea. Baba yake alifariki. Amelelewa na single mother. Amedekezwa. Kila kitu anachohitaji anapewa. Leo ukitaka nguo nzuri, sijui kanunue Dubai, sijui kanunue wapi. Wakati ulikuwa fashion zinatoka Yemen na Sham. Ndio fashion za nguo. Nguo zake zote zinatoka huko. Manukato yake yanatoka huko. Kila binti katika mji wa Makka alikuwa anatamani aolewe na Mus'ab. Ana kila sifa, yani handsome, tajiri, kasoma, anajua language zaidi ya moja, anaongea Kiarabu, anaongea Kiyahudi, anaongea Kifaris, Kiiran. Sawa Kasoma vitabu, kasoma katika familia ya kitajiri. Lakini mama yake alikuwa ni mmoja katika maadui wakubwa kabisa wa Uislamu na maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anatumia pesa zake kuhakikisha kwamba dini au Mtume sallallahu hafanikiwi. Wakati anaendelea na juhudi zake za kupambana huyu mama na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale walikuwa wanakaa katika nyumba yake wakikaa kuzungumzia wafanye mbinu gani za kuhujumu Uislamu. Akamwambia, wewe mama, unatudanganya sasa. Wewe kila siku unakaa hapo unaonyesha hivi na hivi na hivi. Sisi tumepata taarifa kijana wako Mus'ab ashakuwa Muislamu. Anaambiwa hivyo. Kweli anamuita Mus'ab. Kwanza alikuwa anaficha, hadhihirishi, lakini mwisho akamwambia ndio nimeshasilimu. Umesilimu vipi? Hasa mimi nilikuwa naondoka usiku, mimi nilikuwa mnamsimulia Mus'ab, yani mnamsimulia huyu Muhammad maovu yake, ubaya wake, jinsi alivyokuwa mchawi, sio alivyokuwa nini, alivyokuwa anatukana baba zetu, anatukana miungu. Yeye kama kijana anakuwa na ile sifa ya kitu kinachoitwa curiosity. Curiosity maana yake ni kupenda kujua vitu. Na hii ni sifa nzuri kwa vijana. Yaani kupenda, sio umbea lakini. Sawa Tofauti kati ya curiosity na umbea. Umbea maana kuchunguza mambo ya watu. Yaani unataka kujua, kufahamu, unataka kujiridhisha. Kwa hiyo akasema mimi nimepata sifa za huyu Muhammad, nataka nijiridhishe, nimjue. Kwa hiyo nikawa namfuatilia katika nyumba ya Arqam ibn al-Arqam. Usiku wanasomeshana, yeye Mus'ab anakaa dirishani. Anasikiliza. Aya zinashuka, Mtume anawasomea, anasikiliza. Kijana mwenye IQ nzuri, mwenye elimu nzuri, akili yake imetulia, anachanganya na za kwake anachoambiwa. Tuko pamoja Sio tu anafuata kama anaita nini? Mkumbo yani. Sawa analyze. Kwa hiyo akasikiliza maneno ya mama yake na lile kundi wanalokutana nyumbani, aka-analyze anachokisikia kutoka kwa Muhammad na nini, akasema la, huyu anamsingizia, huyu ni mkweli na haya maneno anayozungumza ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Akaingia katika mlango wa mbele, akasilimu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale wanamjua ni mtoto wa nani.
na akasema mimi naomba niwe siri, nitakuwa nakuja kusoma lakini mtu asijue. Ndio siri, hamna siri ya watu wawili yani. Siri kavuja ikafika kwa mama. Mama yake kwa hasira akamnyang'anya nguo zote zile. Yake Musab alikuwa kama tunazungumzia yani ni mtanashati yani. Akamnyang'anya nguo zake zote alizomnunulia. Akambakizia matambara tu. Maperfume yote, nini, vitu vya dhahabu, sio vitu gani, vitu vyote vya thamani, farasi wa maana wote kachukua. Akamkatia yani. Akamwambia uwezi kupata vitu hivi mpaka urudi katika dini ya mababu zako. Musab akasema siwezi kurudi. Kweli sasa hivi akawa yuko huru, anafuatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hafichi dini yake tena, anafanya ibada, anawasomesha baadhi ya maswahaba kusoma na kuandika. Ndio elimu aliyokuwa nayo. Unaona? Anakaa katika darasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikafika sehemu mama mtoto wake pekee ni Musab. Alikuwa na watoto wawili, mmoja mkubwa. Huyu wa mwisho ndio alikuwa anaishi naye. Anamkumbuka mtoto wake na anamtaka mtoto wake afanye nini? Akaamua atumie njia ya uongo. Akajifanya mgonjwa, yuko kwenye sakarati al-maut. Akamwambia naomba muende mkamwitie mtoto wangu, mimi nakufa, kabla sijakufa aje anione tuagane. Wazee wakamfuata Musa. Akamwambia Musa, mama yako yuko sakarat. Si kama utamwahi. Anataka tu umsalimie muagane. Musa akasema ni wajibu, mama yangu mgonjwa, anaumwa, nitakwenda kumwangalia. Akaenda kweli akamkuta pale katika hali kama ile. Mama akatumia zile tactics za kina mama zile. Kaambia mwanangu, mimi ndo nakufa, lakini naomba uniridhishe kitu kimoja tu. Hata kwa kunidanganya. Niambie tu kwamba umerudi katika dini ya nani? Ya mababu zetu. Umeachana na Muhammad na watu wake. Basi mimi nitakufa kwa raha kabisa. Yaani mama anataka tu asikie matamshi ya mtoto wake. Lakini Musab ameshajitambua kwamba yeye ni Muislamu, ameshaona nuru, ameshapata neema ya Uislamu. Akasimama akamwambia mama, lau ungelikuwa na roho 100, wacha roho moja, roho 100 ikatoka moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine, mimi siwezi kubadili kurudi katika dini hata kwa kusema uongo. Yani sio kufa mara moja, kufa mara 100. Sawa Mimi hainitoi katika nini? Katika dini yangu. Huyu ndio kijana aliyojitambua. Aliona nuru ya Uislamu. Alikuwa na msimamo katika dini yake. Leo ni mabinti wangapi, ni vijana wangapi leo wanalaghaiwa kwa sababu za kidunia, wallahi anaachana na dini yake. Ni wangapi? Kuna vijana wengi wamertadi kwa sababu ya kumfuata binti ndoa. Wengi tu. Tunaona katika social media. Mabinti ndio usizungumze. Wanasema kwanza msichana hana dini bwana. Dini yake ni dini ya mume wake. Ndio maneno yanazungumzwa mtaani huko. Kwa hiyo watu wanakaa wanakujadili, huyu daktari anataka kukuposa hivi na usijali, mtaoana bomani, mtakwenda nini, mtakaa kila mtu na dini yake, utaswali na atakwenda kanisani. Hivyo unadanganywa na watu, unakubali. Unauza dini yako kwa thamani ndogo sana ya dunia. Musab akakubali kuuza dini yake hata kwa uongo. Alikuwa na msimamo katika dini yake kwa sababu aliona nuru. Hawa ndio vijana wa Kiislamu tunaowahitaji. Hawa ndio kina Musab, tunataka nyinyi muwe kina Musab. Dunia leo imejaa vitu vingi. Mtu anaweza kukufuata sio akwambia uingie katika Ukristo, sio katika nini, lakini anakutoa katika Uislamu. Anakupa ajira haifanani na dini yako. Umesoma, umekuja kwenye kambi hapa na nini, umetoka hapa umeenda sio form 6, umeenda chuo kikuu, sio umeenda wapi. Mara umekuwa mhasibu kwenye shirika la breweries. Waliopa familia yako anakuambia hamna shida bwana, hiyo ajira tu hapa Tanzania, hii nchi kwani nchi ya Kiislamu hii? Hapa bwana nchi ya kisekula hii. Wewe usiwasikilize hao mashehe bwana. Wewe fanya kazi pale, swali zako msikitini, toa sadaka zako, mengine Mungu atatusamehe. Sawa Na unakubali? Huwezi kuwa kama Musab hata siku moja. Ni lazima uhakikishe kama kijana unajitambua, na lazima kazi utakayoifanya iwe ni kazi inayorandana na Uislamu. Maisha unayoishi yawe ni maisha ya Kiislamu. Ushindwe tu kibinadamu, lakini si kwa kuchagua mwenyewe au kwa kudanganywa au dunia kukuhadaa. Kwa hiyo Musab alimkatalia mamake, akaondoka. Musab huyu hakuwa na maisha ya raha.
Fikiria kijana ameelewa katika maisha ya starehe, kila kitu anapewa na mama, kila kitu. Lakini huwezi kuamini, anatakiwa ale chakula, anatakiwa aishi. Alipokuwa anaishi nyumbani, alikuwa hafui nguo zake, hanyoshi nguo zake, hatandiki kitanda chake, hajui kupika, kila kitu anafanyiwa. Wana watumwa nyumbani kwao chungu mzima. Leo Mus'ab baada ya kutoka nyumbani na kukatiwa misaada yote, anasoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini asubuhi anakuwa ni kuli wa kubeba mizigo ya watu. Kuli anabeba mizigo apate riziki ya halali, ambaye angeweza kukubali kwa kumdanganya tu mama yake akarudishiwa posho zake zote alizokuwa anazipata, lakini hakukubali. Kwa sababu gani? Dunia haina maana, haina thamani yoyote kama utaishi nje ya Uislamu, na kama utaishi kwa kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kawa kuli. Ikatokea mpaka ule ukuli wake aliokuwa nao hata kuhudhuria zile darasa sasa hivi anashindwa, kwa sababu anatafuta riziki. Na ndio maana katika sira inasimuliwa siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amekana kuli. Tunafahamu maana ya kuli? Kuna kitabu kinaitwa Kuli. Kuli ni nani? Beba mizigo, sawa beba mizigo, lugha ya Kizanzibari. Mtume amekaa nje na masahaba zake, lakini ghafla Mtume akabadilika sura yake. Masahaba anamwangalia, wana sura yake imebadilika, amekuwa mwekundu. Anafikiri labda wahi unashuka, lakini anaangalia barabarani upande wa pili. Ikabidi masahaba wote wageuke waangalie. Kuangalia wanakuta Mus'ab ibn Umair anapita amebeba mizigo ya watu. Sawa hafil qadamain, hata viatu hana. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaangalia, na machozi anafanya nini? Anamdondoka. Anawaambia masahaba wapya labda walikuwa hawajui historia, kwamba mnamuona Mus'ab katika mji wa Madina alikuwa akipita anaacha harufu ya manukato. Alikuwa anavaa nguo kutoka Yemen na Sham, lakini ameacha vitu vyote vile kwa sababu ya dini, kwa sababu ya Uislamu. Ndio wao vijana wanageuka, wanamwangalia, wanamkuta Mus'ab anapita. Mus'ab ibn Umair, kwa nini sisi tunatakiwa tumshukuru kama Waislamu sasa hivi? Ndio alikuwa balozi wa kwanza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda mji wa Madina baada ya Bi Khadija radhiyallahu anha kufariki, baada ya ami wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki. Ilikuwa mwaka wa 8 kama sikosei, tangu Mtume amepewa utume. Maudhi yakaongezeka kwa Waislamu, sababu zile ngome zilikuwa zinamsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam zimeondoka. Ukaitwa ule mwaka wa huzuni. Mtume akawa anatafuta pa kukimbilia, akaenda Taif, mji ambao uko pembezoni mwa mji wa Makka kama kilomita kadhaa, ili apate msaada kule, Waislamu hata wakimbilie kule, wakaishi kule. Mateso yameongezeka. Kenda Taif, tena kaenda kwa miguu, kaondoka siri sijulikane. Anafika Taif, watu wa Taif wameshapata habari kwamba huyu Muhammad anakuja huku kutaka kuwachafulia eneo lenu. Wameandaa vijana machokora, wenda wazimu, kwamba Muhammad akifika kwanza msimsikilize, msimpe nafasi ya kuzungumza. Nyinyi mwe mnazomea, mnapiga madebe na mnampiga na mawe kama mwizi. Kwa alivyoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Taif, anaanza tu, ya jamaa, wametokeza vijana. Mwizi, huyu apiga. Naona. Fikiria, huyu Mtume wa Mwenyezi Mungu anafukuzwa kama mwizi. Alikuwa kuna kijana wake anayemsaidia. Kama mwizi anafukuzwa katika mji wa Taif. Pigwa mawe mpaka miguu yake inatoa damu, miguu inavuja damu. Amekwenda mpaka ametoka nje ya mji wa Taif. Amejipumzisha kwenye mti, anatibu majeraha yake. Kijana mmoja Mkristo anaitwa Adas anafanya kazi katika bustani ya zabibu. Taif kuna zabibu sana. Kienda inshallah Mungu awajalie mwende wa umra na mtaona. Sehemu ya baridi mlimani. Akamuona yule bwana Mtume alivyojeruhiwa na alivyofanywa, alikuwa anaangalia. Akaenda akachukua zabibu akampelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akazipokea zile zabibu. Njaa inamuuma, safari ya muda mrefu, hajatia kitu kichwani, amefanywa madhila makubwa. Akachukua zabibu moja, sasa bismillah kana. Yule kijana akashtuka. Asema, hebu rudia, umesemaje?
Sasa nimesema bismillah. Bismillah. Katika mji huu hakuna mtu anazungumza neno la Allah. Wewe nani? Mtume akamuuliza wewe nani mpaka unaniuliza maswala? Sasa mimi ametoka katika ni Banu Israeli, ni Mkristo tuseme. Bado ana zile nani za kiinjili za kumjua Mwenyezi Mungu. Akasema mimi ni Mnasara. Lakini anayezungumza maneno haya ni lazima awe ana uhusiano na Isa ibn Maryam, na mtume wetu. Akamwambia basi mimi ndio mtume nilotumwa wa mwisho, nahubiri na bilingania watu waamini Mwenyezi Mungu mmoja, wasimshirikishe, na mimi mtume wake. Ile kijana akasema na mimi nashuhudia kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi. Hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, na kwamba wewe ni mtume wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda Taif, hakuna hata mtu mmoja amesilimu zaidi ya Mkristo kwa Muislamu. Lakini ilikuwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mafanikio makubwa kupita kiasi. Tunarudi katika kisa cha asili. Mtume alivyotaka kurudi Maka sasa, Makuraishi wakazuia. Sema Mtume si aliondoka Maka kwenda Taif, haruhusiwi kuingia humu ndani. Aishie huko nje, hatumtaki hapa. Amepigwa patrician. Mtume amekaa nje ya mji wa Maka, anashindwa kuingia kwake, nazuiliwa. Akatokea mtu mmoja anapita na msafara wa farasi. Huyu bwana ni Mkristo naye vile vile. Mtume akamsimamisha. Kama bwana, nimezuiliwa kuingia katika mji wangu wa Maka. Sasa wewe unazuiliwa kuingia? Mtoto wa Abdul Muttalib unazuiliwa kuingia katika mji wa Maka wa mababu zako? Haiwezekani. Utaingia kwa jina langu na hakuna atakayekugusa. Kwa hiyo kampa farasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaingia kufika katika mji, akasema Muhammad yuko chini yangu, yupo chini ya uangalizi wangu, yeyote atakayemgusa amenigusa mimi. Kristo lakini sawa. Mtume akaingia, fikiria mpaka anashindwa kuingia katika mji wake. Mtume alivyorudi akaanza kufikiria afanye nini. Ndio kaja fikra ya kuhama sasa kabisa, kwamba tutaishi hivi mpaka lini? Hatutaimarika, nchi yetu itakuwa na nguvu, Uislamu utakuwa na nguvu katika hali kama hii, lazima tuhame. Wakachagua wahamie Yathrib. Yathrib ndo Madina sasa hivi. Wakakaa kudiscuss nani atakayekwenda Yathrib kama balozi atakayetuwakilisha sisi. Wakaangalia qualifications. Anatakiwa awe ni mtu ambaye anaweza kuzungumza lugha ya watu wa Yathrib. Kule kuna Mayahudi wana lugha yao, kule kuna Wakristo wana ustaarabu wao, kule kuna Aus na Khazraj wana ustaarabu wao. Tunataka mtu aliyosoma, anayefahamu kusoma na kuandika, na anayejua tamaduni za watu. Tunataka kijana ambaye sura yake nzuri, akifika yani anapendeza katika macho ya watu. Sisi tumeelewana Usimpeleke mtu ana sura ngumu tena kule atakuwa anamkimbia, si ndio? Handsome, yani anakizungumza ana mvuto. Hizi qualifications zipo katika Uislamu. Jina likaangukia kwa Mus'ab ibn Umair, kwamba katika vijana wote tulionao wote huyu ndo amewazidi. Akaitwa Mus'ab, akaambia unaweza? Akasema mimi naweza ya Rasulullah. Tunakupa kazi, nenda katika mji wa Madina, ingia kila nyumba, gonga hodi kila nyumba, wahubirie kuhusu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mus'ab akaenda, akaingia katika mji wa Madina kisirisiri, akaingia katika kila nyumba anaingia, anawahubiria Uislamu. Wakislimu anamwambia mnapokwenda kufanya umra, kwa anafanya umra washirikina katika Al-Kaaba masanamu, lakini sio kama umra tulionayo sasa hivi na haji. Mnapokwenda Maka, endeni mkamuone Muhammad. Anawapa maandishi, wanakwenda. Akifika Mtume anawapokea, wanafanya bai'a, makubaliano. Hivyo kila mwaka wanakwenda. Walienda mwanzo sijui watu 70, wakaenda mara watu 80, wakawa wanaongezeka mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anatangaza kuhamia mji wa Madina. Majority ya watu wa Madina walikuwa Waislamu kwa sababu ya mtu huyo Mus'ab ibn Umair. Mtume anahamia, anapokelewa watu wa Madina, anafika pale mpaka anajenga msikiti, Uislamu unakuwa, inatengeneza dola ya kwanza ya Kiislamu. Juhudi zote zimefanywa na kijana mmoja anaitwa Mus'ab ibn Umair, ambaye aliacha dunia na starehe zake zote kwa ajili ya dini yake, na dola ya kwanza ilisimama kwa sababu yake. Huyu hajawahi kuona mafanikio ya umma. Alikufa katika vita vya Uhud, aliuawa, na hata sanda ya kumfunika ilikosekana, kwa jinsi ambavyo Waislamu walikuwa bado maskini.
sanda ilikosekana ya kumzika. Lakini leo kama Mwenyezi Mungu anamuonyesha Mus'ab, Uislamu ulipofika 2 billion duniani kwa juhudi ambazo yeye amezifanya, hajaona matunda. Sisi tumeelewana eh? Na hii inatufundisha nini? Kwamba wewe fanya, usitaki kuona matunda kwa macho yako. Hichi unachokifanya leo kitawafaidisha maelfu kama sio mamilioni ya Waislamu huko mbeleni kwa juhudi ambazo wewe umezifanya, umezianzisha wewe mwenyewe. Kwa hiyo hatutakiwi kukata tamaa katika masala ya kuhudumia dini yetu ya Kiislamu. Sisi tumeelewana eh? Vijana wa Kiislamu wameteseka katika zama za utawala wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ameshafariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, amefariki Abu Bakar, amekuja Umar ndo amekuwa kiongozi amiri al-mu'minin. Wameingia vijana wa Kiislamu wengi katika Uislamu, hawajui hata historia ya Uislamu kama tulivyokuwa sisi. Labda Umar akataka kuwaonyesha Uislamu ulitokea wapi. Watu wamejazana katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar akamwita sawa jina Ibn al-Arat, anaitwa Ibn al-Arat. Akamwambia Ibn al-Arat, hebu njoo huku mbele, hebu tuhadithie, kwa sababu ni katika Uislamu wa mwanzo. Na hata Umar alivyokusilimu, alisilimu, huyu bwana alikuwa anamfundisha dada yake Umar Qur'an. Alivyoenda kutaka kuwapiga, huyu bwana akakimbilia, Khabbab ibn Arat akakimbilia uvunguni. Sawa eh? Kisa chake maarufu. Akamwambia, hebu tuhadithie nyinyi Waislamu mwanzo mlivyoingia ilikuwaje? Khabbab akamwambia, Amiri al-Mu'minin, mimi sikuhadithie, mimi nitakuonyesha. Akachukua kanzu yake hivi, akaivua kwa mbele hivi, alafu akageuka akawaonyesha mgongo wake. Ule mgongo wake umekuwa ni sawa sawa na kioo. Si mnajua kioo jamani, kinavoteleza eh? Mgongo ni kama kioo, maana unaweza kujiangalia kwenye mgongo wa mtu. Umar alikuwa hajawahi kuona hiyo. Alisikia mateso aliyopata, lakini alikuwa hajawahi kuona. Akasema, subhanallah, ilikuwaje? Khabbab akamwambia, mimi nilivyosilimu, nilivyoingia katika Uislamu, wakati bado ni kijana, nilikuwa ni dhaifu, yani sina watu wa kunitetea kama walivyokuwa masahaba wengine. Nikachukuliwa na wale vigogo wa Kimakuraishi, wakakusanya mawe meusi yenye kuteleza, mawe meusi yanateleza kabisa yale, wakayatia katika moto, yani wakakoka moto mpaka yale mawe yakawa yana wekundu, yani juu kuwekundu, yamepata wekundu. Nikawa nachukuliwa mimi, nimevuliwa nguo zangu hizi gongo wote, na nimebandikwa juu ya yale mawe, alafu navutwa kwenye miguu hivi, yani wananislidisha, nakuwa na slide kwenye yale mawe taratibu. Anamwambia mafuta ya mgongo wangu ndio yalikuwa yakipooza ule moto, yale mafuta yanayevuja kutoka katika mgongo. Hapo anazungumza vijana wa kimaswahaba ambao walikuwa ni wageni, wanasikiliza kuona jinsi gani ambavyo Uislamu ule watu waliupatia tabu. Akamwambia, kisha baada hapo kafanya nini? Kutoka pale nikaondoka na maumivu yangu. Fikiria ni ngozi zinaning'inia katika mwili wake, yani bado ile harufu ya mafuta inatoka katika mwili. Nikatoka pale nikamtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamkuta yuko Al-Kaaba. Bado Al-Kaaba ina masanamu, lakini Mtume alikuwa anakwenda pale kukaa. Kuna kivuli, jua likipiga kwenye Al-Kaaba kunaacha kivuli pembeni, anakwenda kujiegemeza kwenye kivuli kile. Maka ni joto sana, anakaa pale. Hasa nikamkuta amejiegemeza, amelalia kwenye joho lake au kilemba chake. Nikafika nikamwambia, ya Rasulullah, ala tad'u lana alla tastansir lana. Mtume wa Mwenyezi Mungu, yani hali yenyewe unavyoiona hii haina haja kumwambia nimefanywa nini, anaona yani. Kwa nini usituombee dua kwa Mwenyezi Mungu? Kwa nini usituombee nusra, Mwenyezi Mungu akutuletea nusra? Wewe dua zako zinakubalika. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejiegemeza, akakaa vizuri, sura yake ikabadilika, akawa yuko serious na ni mkali.
akamwambia, ya Khabbab, waliokuwa kabla yenu walikuwa wanaingizwa katika shimo, wanachimbiwa katika shimo, halafu linakuja msumeno wa chuma, unamkata katikati ya kichwa chake, unamtenganisha baina ya sehemu zake mbili za mwili. Yote hayo ilikuwa haiwatoi watu katika dini yao. Ya Khabbab, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, dini hii ya Kiislamu itaenea katika kila nyumba duniani, sio nyumba ya udongo wala sio nyumba ya majani, isipokuwa Uislamu utaingia. Lakini nyinyi mna haraka, nyinyi mna haraka. Khabbab amekwenda kutafuta kubembelezwa, kuliwazwa, kuambiwa pole 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 Khabbab, vumilia, Allah atakulipa pepo, au mtume amkumbatie, amuondoshee maumivu yake ya kisaikolojia. Lakini anapigwa tena na msumari wa moto. Kwa nini mtume alisema maneno yale mazito? Alitaka kumfundisha Khabbab, lakini ilikuwa ni darsa kwa vijana wote wa Kiislamu na maswahaba wote, kwamba Uislamu hautasimama kwa lele mama. Uislamu hautasimama kwa dua na kumwomba Mwenyezi Mungu nusra. Uislamu utasimama kwa tadhhiya, kwa watu kujitoa muhanga, watu kuifanyia kazi dini ya Mwenyezi Mungu. Leo tunaona hali ya umma wetu jinsi ilivyo. Tunaona hali ya Uislamu duniani kote. Tunaona hali ya Uislamu katika nchi yetu. Ni nani atakayerekebisha hali hii? Kwa kuomba dua. Dua ni kitu muhimu sana, ni silaha ya Muislamu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliitumia katika vita vya Badr. Aliomba dua mpaka kilemba kilianguka, anavalishwa kinaanguka, kanyanyua mikono juu mpaka makwapa yanaonekana, kuomba Mwenyezi Mungu anusuru kile kikundi. Lakini tayari kilikuwa kikundi kimejiandaa kwa ajili ya kupambana, hawajakaa majumbani mwao. Leo hali inayepitia umma wetu wa Kiislamu, bila juhudi za vijana wa Kiislamu, wallahi hatutatoka katika hali kama hii. Bila kupatikana kina Mus'ab ibn Umair, kupatikana kina Khabbab ibn al-Arit, kupatikana kina Arqam ibn al-Arqam, kupatikana watu ambao watasoma kwa ajili ya Uislamu, watasoma kwa ajili ya umma, sio wanasoma kwa ajili ya yeye na familia yake na watoto wake. Anasoma kwa ajili ya Uislamu. Anataka kupambana na changamoto ambazo umma wake unakabiliana nazo katika sekta ya elimu, katika sekta ya afya, katika sekta ya uchumi, katika sekta ya maadili. Anaumiza fikra zake, anaumiza kichwa chake, anafikiria mimi nitasaidiaje umma wangu? Uislamu umenifikia kupitia damu na muhanga waliotoa vijana kama mimi waliotangulia. Mimi nawasaidiaje vijana wanaokuja? Tunaishi katika zama za social media, maadili yameporomoka, maadili yamekuwa ya hovyo, zina imekithiri, wanawake kutembea uchi, vijana kujitambua, madawa ya kulevya, bangi, vishawishi vimekuwa vingi, Uislamu unapigwa vita kila kona. Wewe kama kijana wa Kiislamu una mchango gani? Unafanya nini? Una mpango gani katika hilo? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfundisha Khabbab. Hakuwa na haja ya kumbembeleza, mkumbatie, kaa hapa sahaba wangu, rafiki yangu, pole sana. Hakuna fragile emotions katika wakati ule. Anataka kuambia kwamba lazima uwe ngangari. Lazima uwe ngangari katika matatizo yanayokukabili. Na lazima uonyeshe mchango wako. Na Khabbab tangia pale amekuwa ni mmoja miongoni mwa masahaba waliokuwa mstari wa mbele mpaka amekuja kuuawa katika vita. Tuko pamoja vijana? Kwa hiyo wewe kama kijana wa Kiislamu unayejitambua, uliokuja kwenye kambi, ni lazima uondoke na kitu. Ni lazima uondoke na message. Ni lazima uondoke na malengo. Ni lazima uondoke na ahadi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni lazima ufanye something katika field yote utakayokuwepo. Ni lazima uwe tofauti na vijana wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hijjatul wadaa, hija yake ya mwisho,
na baada ya hapo waliwaaga Waislamu. Waislamu wengi walikusanyika, karibu wote walikusanyika katika hija ile. Wanahistoria wanasema walikuwa Waislamu takriban 200,000 wakati anatoa hiyo khutba, 200,000. Lakini hawa Waislamu 200,000, Waislamu wangapi ambao wametajwa katika majina ya sira, wametajwa katika majina ya hadithi, wametajwa katika majina sijui ya nini, wangapi? Hata 2,000 hawafiki. Sawa? Ina maana hawa masahaba waliotajwa katika historia ya michango walioitoa katika Uislamu hawazidi hata 2,000, lakini wameweza, yani hawa Waislamu 200,000 waliokusanyika pale wamekuwa ni wafuasi, wameathiriwa na hawa 200,000. Katika Uislamu hatujali majority, tunajali quality. Hatuhitaji milioni ya Waislamu wajitambue, wale wacheni, wale watawafuata tu, lakini ipatikane chachu ndogo. Na ndio hiyo ndo kaida, principle ya dunia. Kuna kitabu kimeandikwa Marekani kinaitwa Who is Who. Kimeandikwa kwa muda mrefu sana. Kimeangalia katika historia ya Marekani ni watu wangapi wamekuwa na impact, wana athari, wana chachu ya kuifanya Marekani iwe kama ilivyo hivi leo. Nchi ya Marekani ina watu zaidi ya milioni 350. Wamepatikana watu milioni 3 point something kwenye kile kitabu. Mwandishi sasa sijapata mtu mwingine. Hawa ndio walioifanya Marekani iwe hivi leo. Wanasiasa, maprofesa, wavumbuzi, wakuu wa majeshi, sijui wafanya nini. Yaani kila mtu alofanya mchango amewekwa mule ndani. Milioni 3 na kitu. Leo wanafaidika watu milioni 350. Na hii ni principle katika Qur'an. Wakiwemo miongoni mwenu 20 wenye kusubiri watawashinda 200. Ratio ya ngapi kwa ngapi? 1 kwa 10 takriban. Mlivyoonekana mna udhaifu, kiwemo watu miongoni mwenu 200 wenye 100 wenye kusubiri watawashinda 200. Kwa ikawa ratio ya 1 kwa 2. Hiyo ndio ya udhaifu sana ambayo imetajwa kwenye Qur'an. Sasa leo kwa mazingira tulionayo, akipatikana kijana mmoja wa Kiislamu mwenye kujitambua, mwenye kujielewa, mwenye sifa zile nilizozieleza, anaweza kufanana na vijana 10 wa Kiislamu na wasiokuwa Waislamu ambao hawajitambui. Yeye peke yake. Sasa wapatikane 2% tu kwa level ya nchi nzima. Wallahi tunazungumzia historia nyingine. Inawezekana sisi tusiwepo katika mgongo wa ardhi, lakini miaka 50 inayokuja hatutakuwa katika hali ya udhalili kama tulionayo hivi sasa. Sharti wapatikane. Na Mwenyezi Mungu anasema intansurullaha yansurukum. Mkimnusuru Mwenyezi Mungu atawanusuruni. Mwenyezi Mungu anahitaji nusura kutoka kwetu sisi? Abadan. Kunusuru Mwenyezi Mungu ni kuinusuru dini yake. Kujitambua, wala haitajiki vitu vingi, kujitambua tu. Mimi fulani ibn fulani Muislam. Unapokuwa daktari, daktari Muislam. Unapokuwa engineer Muislam. Unapokuwa mwanasheria Muislam. Unapokuwa mhasibu Muislam. Dini yangu ndio priority ya kwanza. Wala sio familia yangu, dini yangu. Lakini kama unaota ndoto za vijana wengine, niingie chuo kikuu, nikasomea udaktari, niwe na nyumba nzuri, na gari ya kutembelea, na mke mzuri au na mume mzuri. Sawa? Haya maisha wanayaota wote duniani huko. Wewe unafanana nao kwa lipi? Wewe uko special. Wewe hukuja hapa duniani kwa ajili ya vitu hivyo. Wewe umekuja duniani kuhakikisha kwamba umekuwa ni khalifa, unasimamisha Uislamu katika ardhi, unaleta tofauti, unaleta difference. Fikiria kwa daktari mzuri, lakini si kwa ajili nioe mke mzuri, niwe na hela. Daktari mzuri ambaye nitayotoa hali yangu ya Waislamu katika hali hii walionayo. Nitakuwa na hospitali zangu, nitahakikisha nakuwa natengeneza hospitali ya rufaa, nitahakikisha nitakuwa na hospitali ya kina mama, nitahakikisha. Yani malengo yako ni kutatua changamoto za jamii yako, ikiwemo jamii ya Kiislamu. Sio kwenda kuajiriwa unangojea mshahara mwisho wa mwezi. Hizo ni fikra nyembamba. Kuajiriwa kwa ajili ya kupata experience, lakini think big, kwamba wewe kama kijana utakuja kuwa kiongozi.
nitakuja kuwa kiongozi wa nchi, nitaleta uadilifu katika jamii nitakayekuwa, nataka niwe hivi. Sisi tumeelewana? Hizo ndio ndoto ambazo tunatakiwa tuwe nazo, ili uwe tofauti na vijana wengine, uwe unique kama Muislamu. Sasa wewe kijana uliosoma, ukapata bahati ya kuja kambini, ukasoma ndani ya mwezi wa Ramadhani, ukasikiliza mashekhe tofauti tofauti, ukahifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukahifadhi Qur'an kadri Mwenyezi Mungu anavyokujalia, ukahifadhi adhkar, ukapata muhadhara kama huu wa leo, lazima uwe tofauti. Ni lazima uwe tofauti na vijana wengine. Ni lazima uwe na message katika maisha yako. Kijana unapokuwa mkubwa unataka kuoa, fikiria unamuoa nani. Sio unaoa kwa sababu beautiful, mrefu, mwembamba, 8 figure, sio nini, nikitembea naye ndio itakuwa hivyo, nikipiga naye picha ndio yani zinakubali kwenye Instagram, sio kwenye kitu gani. Hizo ni fikra za kidunia. Fikiria, nataka nimuoe mama wa watoto wangu, atakayelea watoto kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, atakayenisaidia katika masuala yangu ya ibada, tutakayeshirikiana as a family kujenga Uislamu wetu. Hali kadhalika binti, unataka kuolewa, usiolewe kwa sababu kijana handsome, mrefu, sijui na nini na hivi na hivi. Hizo ondoa katika fikra zako. Hakikisha kwamba unafanya homework yako vizuri, unampata kijana ambaye atakusaidia wewe katika maisha yako, sio katika matatizo. Mtajenga familia pamoja. Na hii ni stage muhimu sana ya kujenga umma. Mtakapofika umri huo, fikirieni kwa makini. Usioe mtu kwa sababu ya ajira, mtaanza maisha vizuri, hata siku moja mtakuwa mmekosea.